billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ama baad. Ndugu zangu watukufu wa Islam na wasiokuwa Waislamu walio katika ukumbi huu, niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa namna ambavyo ametujalia tumekutana hapa, lakini nitambue uwepo wa viongozi wote wa dini ya Kiislamu wakiongozwa na kakaangu, na ni kakaangu kweli, Sheikh Isa Simba. Na leo nimepata cheo chako kingine, kumbe ndio mwenyekiti wa mashehe wote wa wilaya Tanzania nzima. Mwenyezi Mungu akubariki. Lakini nitambue uwepo wa viongozi wa chama wakiongozwa na mneki wetu na ni mbunge wa jimbo la Itigi. Lakini nitambue uwepo wa viongozi wa serikali wakiongozwa na mgeni rasmi. Lakini wageni wote waalikwa, nimeandika mpaka nikasahau, nikaanza na kurudia. Naona kama uwakilishi utoshi. Yako makundi mbalimbali, wanawake na Samia, wanawake 100,000, wako chama kuita, wako NGOs, wako taasisi za serikali, wako wananchi wa kawaida, mabibi na mabwana. Nichukue fursa hii kwa dhati kabisa kuwashukuru. Mngeweza kunikatalia na nisingeweza kuwalalamikia, maana ni jambo la hiari. Asanteni sana kwa kuitika wito wangu. Tumekutana wakati mzuri, mwezi wa Ramadhani. Sote tunafahamu fadhila za mwezi wa Ramadhani. Ni miongoni mwa mwezi mitukufu katika miezi yote ya Kiislamu. Mwezi ambao ndani yake imeshuka Qur'ani. Mwezi ambao ndani yake iko Lailatul Qadr. Mwezi ambao una rehema, mwezi ambao una maghfira, mwezi ambao tunaachiwa huru na moto. Mwenyezi Mungu atupe nini jamani. Kwa nimefurahi tumefanya ibada hii pamoja na Mwenyezi Mungu ametujalia afya, na mimi kama Muislamu mwingine tumeamrishwa kukirimiana, kuhurumiana, kusaidiana, kupendana, na mimi nikaona nifanye tendo dogo ili nitake radhi za Mwenyezi Mungu, lakini nikutana na nyinyi ndugu zangu. Kuna wengine hatujakutana tangu uchaguzi umepita. Nikasema pia nitachukua nafasi hii kuwaambia na washukuru sana kwa kuniamini na kunipa ridhaa yenu ya kuwa mbunge wenu. Asanteni sana na Mungu atawalipa, na mimi naahidi sitawaacha, tutashirikiana kwa kadri ya hali Mwenyezi Mungu atakavyojalia. Ninajua muda sio rafiki. Wengine wametoka mbali, wengine wanataka waiwahi isha waunganisha na tarawih, wengine wana mambo yao hawajaandaa. Mwenyezi Mungu atawafanyia wepesi, atakwenda. Lakini kikubwa nimeshukuru kuwa na nyinyi. Mgeni rasmi, nikushukuru sana dada yangu. Sikuwa na wasiwasi wakati nakualika. Nilijua ulikuwa bize na maandalizi ya siku ya wanawake, bize na ugeni wa waziri mkuu, bize na kusikiliza wananchi wa Singida. Lakini na ujua utayari wako, na ujua uwepesi wako. Nikasema na mimi ni miongoni mwa hizo shughuli zako, na kushukuru umeniitika, na ulikuwa kwenye kikao, umetoka ukaunganisha hapa. Mwenyezi Mungu atakulipa maradufu. Mwenyezi Mungu wetu ni karimu. Ukitenda jambo moja halilipi moja kama lilivyo, kuongeza ima mara 10 au 70 kwa kadri atakavyoona yeye, na wewe utalipwa, na nyinyi nyote mtalipwa kwa hatua zenu. Ndugu zangu, yamesema maneno mazuri ya kupendana, ya kuitakia nchi yetu amani, ya kukaa pamoja kama ndugu, na hili tumelidhihirisha leo. Ulipokaa hapa hata sidhani kama mwangalia pembeni yako ukamuuliza wewe kabila gani au wewe rangi gani. Naona tumeungana tu tukaendelea na mambo yetu. Niwaombe sana tuendelee kupendana, tuendelee kuhurumiana, tuendelee kushikamana. Mwenyezi Mungu ndiye anayejua na ndiye mlipaji wa yote. Tusihukumiane. Na labda sana tu tusaidiane, kurejeshana kwa kuambiana kwa upole. Vinginevyo nina furaha isiyokuwa na kifani, na shida hata neno zuri la kusema, lakini mmenipa imani kwamba kumbe nina ndugu zangu na naweza kufanya kazi na nyinyi. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Na kwa sababu tumeambiwa tutoe hata kile kidogo tulichonacho, nilitamani leo wananchi wote wa jimbo la Singida waje wafuturu hapa, lakini nafasi ni ndogo, na kwa kadri Mungu atakavyojalia, basi nikasema angalau nipeleke koko ya tende kwa kila mtu huko kwenye kata. Kwani waombe kila kata nitawapa box la tende, mkaweke msikitini,
watu wafungulie saumu kisha wafanye ibada na baadaye wakafuturu majumbani, lakini wakiwa tayari wamewahi kama tulivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu. Lakini ni mwezi wa kusoma sana Qur'an. Basi nimeleta juzu kidogo, nitampa shehe wa wilaya, yeye atajua atafanyaje, atamgea nani, lakini na thawabu na baraka zote za kila herufi itakayesoma basi zituendee sote tulioko hapa na wengine ambao hawako hapa.